Warumi 6 mistari ya 4 kwamba unapoingizwa kwa hii maji tunachukua ile utu wako wa kale tunaizika. Yesu anasema katika maandiko inasema katika Wakorintho wa pili 5 mistari ya 17, mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale amefanya nini? Yamepita. Na ili usikaribiane na hiyo ya kale, ubatizo ndio mazishi ya kuzika ile utu wa kale. Na sasa unapotoka ndani ya maji unafufuka katika upya wa maisha. Kwa hivyo kama mtu ameokoka na hajabatizwa, bado anaishi na mtu wa zamani aliyekufa. Kuna mtu kwa hii boma, mtu wake anaweza kufa, aishi na yeye kwa boma moja. Si huyo mtu atanuka sana? Hata utakula kweli? So kama umeokoka na wewe bado batizwa, unaishi na mtu aliyekufa, ule wa zamani. Yule alikuwa mlevi, yule alikuwa mchawi, huyo anamalizwa tu kwa kuzikwa ndani ya ubatizo. Alafu finally Petro naye akasema hivi, wakati tunabatizwa inakuwa jibu la dhamiri, the answer ya conscience. Najua sasa ninapofundisha mnajiona kumbe sisi hatujabatizwa, tuko watu wabaya namna hii. Ni kweli nyinyi wabaya sana. Lakini leo mkibatizwa tu, 1, mnatii agizo la Kristo; 2, mnatimiza haki yote; 3, mnafufuka katika upya wa maisha; 4, mnaishi na dhamiri iliyo safi. Na tena unaanza kuona na ni kama mimi ninaokoka upya. In fact, kuna uwezekano hata katika kubatizwa, watu wengi tumewabatizwa wakitoka hapa hata wanajazwa na Roho. Maana ubatizo wa maji ni mwingine na ubatizo wa Roho ni mwingine. Bwana asifiwe. So kuna mambo ambayo hatujafundishwa, kwamba kubatizwa sio kupewa jina mpya. Kuna watu wengi wanasema jina hili nilipewa wakati wa ubatizo. Hapana, hatukupatii jina mpya, lakini tunakusaidia utembee katika upya wa maisha. Jina yako inaweza bakia ile ile, lakini sasa unatembea kwa maisha tofauti na ile ulitembea kabla hujaokoka. Jambo lingine, ubatizo sio tikiti. Ati sasa ukishamaliza kubatizwa unatoka kwa ubatizo na unaenda kuolewa ama kuoa. Kuna mtu anasema siwezi olewa mpaka nibatizwe. Ubatizo sio kufungulia wewe mlango ya kwenda kuoa ama kuolewa, lakini wewe unazika hiyo utu wa kale. Alafu jambo lingine ni kwamba ubatizo sio kuosha uchafu. Kuna watu wanasema chafu yangu yote iliondolewa. Ndio, kwa njia nyingine unaongea ukweli, maana ulizika utu wa kale, lakini sasa hii maji haiwezi kuondoa uchafu. Wewe tayari si umeoga? Uko safi. Uchafu gani unataka itolewe? Hakuna. So hiyo sio kuondoa uchafu. Jambo lingine tunasema ubatizo si kwa watoto wadogo. Ubatizo ni ya mtu ambaye amesikia Injili, ameamini Injili, amempokea Yesu na sasa anataka kutimiza haki yote. Sasa ingine tunauliza mtu, wewe umebatizwa? Nilibatizwa nikiwa mtoto mdogo. Haukubatizwa, uliwekwa mikono kubarikiwa. Yesu alibariki watoto wadogo, lakini watu wazima hakubatizwa. So ningetaka nikueleze hivyo, wewe ambaye unaenda kubatizwa, usifikiri tunakuondolea uchafu, usifikiri tunakupatia jina mpya, na usifikiri kwamba ati sasa tunakufungulia mlango uende utimize ile ilikuwa katika moyo wako. Lakini tunataka wewe ujue wewe ni kiumbe kipya kutoka sasa unapoendelea katika maisha yako ya ubatizo. Kulingana hata na maandiko ilikuwa kwamba kama mtu ameokoka na hajabatizwa, na hiyo ilikuwa hata imani yetu ya full gospel, kama hujabatizwa haukuruhusiwa kula meza ya Bwana. Haukuruhusiwa, ingawa siku hizi tumelegeza kamba sana. Kwamba hata kama mtu bado batizwa
meza ya Bwana inatembea tu na kila mtu anarokota na anakula. Lakini zamani ilikuwa kama hujabatizwa huwezi kula meza ya Bwana. Lakini sasa ukimaliza kubatizwa hivi umekuwa mtu mzima katika imani. Sasa unaruhusiwa kula chakula cha meza ya Bwana wako Yesu. Kwa hivyo ningelitaka pia nikutayarishe kwamba sasa unapomaliza kubatizwa sasa unahitimu pia kuingia katika kukula meza ya Bwana. Zamani pia hatungeweka mtu kwa uongozi asiyebatizwa, lakini siku hizi tunaweka sema huyu ndugu, huyu dada. Lakini zamani zile, wakati wa mababu zetu na mababa zetu wa imani, kama hujabatizwa, na tena si ubatizo moja, batizo zote mbili, ya maji na ya Roho, haungeruhusiwa kuingia kwa uongozi. Lakini siku hizi unaona tukifika hata kama ni uchaguzi, nasikia watu wanasema fulani hata hajawahi onana na maji na anakuwa kiongozi, na sasa anaongoza na utu wa zamani. Hata anaweza ambia watu, mlituongoza na kidole hii, lakini sisi tutawaongoza na hii. Maana mtu hiyo baada ana utu wake zamani. So hii pia inaruhusu wewe kuingia kwamba sasa ukishabatizwa sasa unaweza hata neema, hata ukiambiwa fanya hii unafanya, maana unadhamiri iliyo safi. Okay. Mambo mengine mawili ni kwamba sisi ubatizo hatubatizi kama dini zingine. Okay, kuna dini ambazo